Shalom, nikusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Majina yangu naitwa Yusufu Marijani. Penda kujifunza neno la Mungu kama ifuatavyo. Basi tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Mungu. Wewe ni mwingi wa rehema, wewe ni mwingi mwenye huruma. Tumekuja mbele zako Bwana. Naomba toba na rehema na utakaso wako Bwana. Watoto wako wa kike kwa kiume wamekusanyika kujifunza neno lako. Bwana Yesu, ninaomba ukawahudumie Bwana, ukawakuze katika viwango vya kiroho, ukawape mafuta wakapate Bwana tembea katika njia zako. Mafuta ya Roho yako Mtakatifu yakatawale katika maisha yao. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini, amen. Basi somo letu la leo linatokea katika kitabu cha Yohana sura ya 9 kuanzia mstari wa 1. Neno la Mungu linasema, hata alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Yesu akamjibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye alinipeleka, maadamu ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate, akampaka kipofu tope za macho, akamwambia, nenda kanawe katika birika ya Siloamu, maana yake aliyetumwa. Basi akaenda na kunawa, akarudi anaona. Basi jirani zake na wale waliomwona zamani kuwa ni mwombaji wakasema, je, huyu siye yule alikuwa akiketi na kuomba? Wengine wakasema ndiye, wengine wakasema la, lakini amefanana naye. Yeye mwenyewe alisema, mimi ndiye. Basi wakamwambia, macho yako yalifumbuliwaje? Yeye akajibu, mtu yule aitwaye Yesu alifanya tope akanipaka macho, akaniambia, nenda Siloamu ukanawe. Basi nikaenda na kunawa, nikapata kuona. Wakamwambia, yuko wapi huyo? Akasema, mimi sijui. Basi wakampeleka kwa Mafarisayo yule alikuwa kipofu wa zamani, nayo ilikuwa Sabato. Hapo Yesu alipozifanya zile tope na kumfumbua macho, basi Mafarisayo nao wakamuuliza tena, jinsi gani alivyopata kuona? Akawaambia, alinitia tope juu ya macho, nami nikanawa, na sasa naona. Basi baadhi ya Mafarisayo wakasema, mtu huyo hakutoka kwa Mungu, kwa sababu haishiki Sabato. Wengine wakasema, awezaje mtu mwenye dhambi kufanya ishara kama hizo? Kukawa matengano kati yao. Basi wakamwambia yule kipofu mara ya pili, wewe wasemaje katika habari zake kwa vile alivyokufumbua macho? Akasema, ni nabii. Basi Wayahudi hawakusadiki habari zake, ya kuwa alikuwa kipofu, kisha akapata kuona. Hata walipowaita wazazi wake yule aliyepata kuona, wakamuuliza akisema, huyu ndiye mwana wenu ambaye mnasema kwamba alizaliwa kipofu? Amepataje basi kuona sasa? Wazazi wake wakajibu wakisema, tunajua ya kuwa huyu ndiye mwana wetu, tena ya kuwa alizaliwa kipofu, lakini jinsi anavyo sasa hatujui, wala hatujui ni nani aliyemfumbua macho. Muulizeni yeye mwenyewe, yeye ni mtu mzima, atajisemea mwenyewe. Wazazi wake waliyasema hayo kwa sababu waliogopa Wayahudi, kwa maana Wayahudi walikuwa wamekwisha kuafikiana kwamba mtu akimkiri kuwa ni Kristo
atatengwa na sinagogi. Ndiye sababu wale wazazi wake walisema ni mtu mzima, muulizeni yeye. Basi mara ya pili wakamwita mtu yule alikuwa kipofu, wakamwambia, mpe Mungu tukufu, sisi tunajua ya kuwa mtu huyo ni mwenye dhambi. Basi yule mtu akamjibu kwamba yeye ni mwenye dhambi sijui, najua neno moja, kuwa mimi nilikuwa kipofu na sasa naona. Basi wakamwambia, alikutendea nini? Alikufumbua macho jinsi gani? Akawajibu, nimekwisha kuambia, wala hamkunisikia. Mbona mnataka kusikia tena? Ninyi nanyi mnataka kuwa wanafunzi wake? Basi wakamshutumu wakasema, wewe mwanafunzi wake yule, sisi tu wanafunzi wa Musa. Sisi tunajua ya kuwa Mungu alisema na Musa, bali yule hatujui atokako. Yule mtu akajibu akamwambia, hii ni ajabu kwamba ninyi hamjui atokako, naye alinifumbua macho. Twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kufanya mapenzi yake humsikia huyo. Tokea hapo haijasikiwa ya kuwa mtu amefumbua macho ya kipofu ambaye alizaliwa katika hali hiyo. Kama huyo asingalitoka kwa Mungu, asingeweza kutenda neno lolote. Wakajibu wakamwambia, ama wewe ulizaliwa katika dhambi tupu, nawe unatufundisha sisi? Wakamtoa nje. Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje, naye alipomwona alisema, wewe unamwamini mwana wa Mungu? Naye akajibu akasema, ni nani Bwana, nipate kumwamini? Yesu akamwambia, umemwona, naye anayesema nawe ndiye. Akasema, naamini Bwana. Akamsujudia. Yesu akasema, mimi nimekuja ulimwenguni humu kwa hukumu, ili wao wasiona waone, nao wanaona wawe vipofu. Baadhi ya Mafarisayo walikuwepo pamoja naye, wakasikia hayo, wakamwambia, je, sisi nasi tu vipofu? Yesu akamwambia, kama mngekuwa vipofu msingekuwa na dhambi, lakini sasa mwasema twaona, basi dhambi yenu inakaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wa Mungu mpendwa, unayenisikiliza majira na saa hizi, Mungu akubariki sana. Haleluya. Somo hili ni la kipekee sana, na kuna vitu vichache sana, sitachukua muda wako mwingi. Tutaenda kujifunza, ni vya msingi kama Mkristo ambavyo unapaswa kuvijua. Kichwa cha somo, kufumbuliwa macho ya kiroho. Kufumbuliwa macho ya kiroho. Kufumbuliwa macho ya kiroho. Katika ulimwengu wa roho, ni ulimwengu ambao unatenda kazi, na ni ulimwengu ambao ni halisi, na ni ulimwengu ambao hupo. Kuna mfano mmoja napenda kuwatolea watu kwenye maisha ya samaki. Ukichukua kitu kama chombo, ukachota maji, ukamweka samaki kule ndani, kwa akili na ufahamu wa samaki, na samaki jinsi alivyo, yeye anaamini kwamba maisha yake yeye, ili aweze kusurvive, ni akiwa katika yale maji. Lakini ukimtoa nje ya yale maji, hamna maisha, anakufa. Lakini kiuhalisia sio kwamba kwa sababu yeye awezi kuishi nje ya yale maji ni kwamba hamna maisha kama anavyofikiria. Maisha yapo, ndio maana sisi tunaishi. Lakini kwa wale inakuwa sivyo. Vile vile ulimwengu wa roho ni ulimwengu ambao unaishi, japokuwa hatuoni kwa macho, lakini hicho sio kigezo ambacho kinatufanya kwamba
ulimwengu wa roho tuone kana kwamba haupo. Uhalisia ulimwengu wa roho upo na unafanya kazi. Lakini leo somo hili limekuja kwako kukufungua macho ya kiroho, kwa sababu uoni wa ulimwengu wa roho na macho yako ni kipofu. Lakini Mungu anataka kukufungua macho kupitia somo la siku ya leo, ili uweze kuona huo ulimwengu wa roho na uweze kutembea. Ni maelfu ya watu ambao wanatembea katika ulimwengu wa roho ingali ni vipofu. Inatisha. Kitu kimoja ambacho nataka ujifunze wewe ambaye unaandika, sio kila mtu ambaye anaenda kanisani ana macho ya kiroho, na sio kila mtu anayesali sana ana macho ya kiroho. Najua kuna kitu hujanielewa. Tukisoma katika ile sura ya 9 mstari wa 1 anasema, hata alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Kuna mtu alikuwa ni kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza akisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi? Ni yupi aliyetenda dhambi? Mtu yoyote ambaye anatenda dhambi, ulimwengu wa roho unamtambua ni kama kipofu. Najua hujanielewa. Mtu yoyote ambaye anatenda dhambi katika ulimwengu wa roho, huyo ni kipofu, ni blind. Mtu yoyote anatenda dhambi ni kipofu. Nikurudishe nyuma kwenye kitabu cha Mwanzo ili uweze kunielewa taratibu tu. Do not panic, usipanic, utaelewa. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, tunaona Adam alipewa maelekezo na Mungu, akaambiwa matunda ya mti wowote unaweza kula, lakini mti wa katikati huo usile. Mungu alikakataza. Tunaona ukienda kinyume na Mungu au kaasi, hiyo inakuwa ni dhambi, ni sin. Na ukitenda dhambi moja kwa moja, Biblia inakutambua wewe ni kipofu. Bwana Yesu asifiwe. Shetani alitumia trick moja, alimwambia hivi, kuna kitu nyie amkioni. Kuna kitu nyie amkioni. Mungu anajua mkila ili tunda mtafumbuliwa macho, mtajua mema na mabaya. Shetani anawashawishi, na mwanadamu ilikuwa ni kiu yake kufumbuliwa macho. Sio kwamba alikuwa kipofu, macho alikuwa anataka kufumbuliwa ya kujua mema na mabaya, kwa sababu yeye alipewa tu kuona mema, alikuwa hajui kutenda mabaya. Lakini katika kujua mema ni kweli atayajua, na mabaya atayajua. Yeye aliomba kutenda mema tu. Sasa hayo mabaya anataka kuyajua, kufumbuliwa macho, ndio ilimsababisha sasa kucreate kitu kinachoitwa blindness, upofu. Ndio maana Yesu anasema, na hii ndio hukumu ya Mungu, mwana Adamu amekuja na watu wakapenda giza kuliko nuru, matendo ya giza. Manake kuna matendo ambayo yamejificha nyuma ya mabaya. Mtu akiwa anatenda mema akaingia kutenda ubaya wowote, ule wema wote unabadilika, anakuwa naama. Na mtu yote anayetenda mema ndani yake lazima atachukia mabaya. Hakuna mtu anaweza kutenda mema na mabaya wakati mmoja. Kwa hiyo ilikuwa ni trick ya shetani. Mwanadamu, kwa nini? Mwanadamu aliumbiwa asili na namna ya kimungu ya kutenda mema tu. Kwa hiyo huwezi kutenda mema na mabaya for the same time. Ukiwa ni mtu wa haki, ukipenda mema, mabaya utayachukia automatically. Na ukiwa mtu mbaya, utachukia mema, utajificha katika yale mabaya yako. Na ukikutana na watu wanaotenda mema, maana anayependa mema atakufichua, na uko unajificha. Ndio maana watu wengi wanaotenda dhambi
hawaendi kanisani. Sasa hichi kitu cha ubaya ambayo kinasababishwa na dhambi, asili yoyote ni dhambi. Tunaona Adamu alifanywa kwa kipofu. Maana yake nini? Yale ya Mungu kwenye akili yake kawa yapo, anajificha. Mungu ni nuru. Kwa hiyo Adamu alipojua ule ubaya na ameona ametenda ubaya, ameshirikishwa katika ule ubaya, aliamua kujificha mbele za uso wa Mungu. Mungu anamtafuta, anamrejeza kwa upendo. Uko wapi Adamu? Anamuita katika nuru, lakini Adamu amejificha. Anamwambia Bwana, najiona nipo uchi. Dhambi inakufanya uwe uchi. Manake ni dhambi ni kitu cha aibu katika ulimwengu wa roho. Dhambi ni aibu, dhambi ni mbaya, ni kitu cha aibu. Mtu anayetenda mabaya, ukikutana na watu ambao ni watumishi wa Mungu watakatifu, ndani yako unaanza kushuhudia hukumu, unaanza kuona dhambi. Ndio maana Yesu anapokutokea unashuhudia makosa yako, maana anakumulika. Na akikumulika, kwa kuwa mtu yote ambaye anatenda dhambi ameingia gizani, na neno la Mungu peke yake ndio nuru. Kwa hiyo mtu anavyoambiwa ukweli wa dhambi yake anayoifanya, wengi wao wanakasirika, wanajisikia vibaya. Kwa sababu gani? Wamemulikwa. Wale walikuwa ni vipofu. Giza lina tabia ya kupofusha watu. Giza linakuzuia usione mbele nini kilichopo. Giza linaficha. Naona sasa umeanza kunielewa, mtu wa Mungu. Kwa kuwa giza linaficha, neno la Mungu linavyokuja katika maisha yako linakuletea nuru. Sasa unaanza kuona, kumbe njia, kuna kitu hapa kiko sawa. Ndio maana Mungu kila siku unapoenda kanisani kumtafuta Mungu, unakuta kuna vitu unavigundua, hapa nimetakiwa nitengeneze kitu hiki. Na kila mwaka ambao Mungu anakupa neema matengenezo, unajua hichi kitu, kwa sababu ulikuwa katika asili ya dhambi. Sasa katika hii situation, mtu ambaye anazungumziwa hapa ni kipofu. Maanake ni mtu ambaye yupo katika giza, haoni mbele, macho yake yamefunga, yako blocked. Kwa hiyo Yesu anapomwona mtu ni kipofu tangu kuzaliwa, wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, maana wanafunzi wa Yesu walikopo wanauelewa mkubwa wa maandiko, ufahamu wao kidogo tofauti na wakwetu sisi. Walivyomwona yule wakasema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake? Maana walijua kabisa huyu mtu kwa blind, kwa kipofu, kuna dhambi imetane. Maana chanzo cha upofu ni dhambi. Maana kama mtu mzazi wake ni mchawi, yule mtu akizaliwa anazaliwa katika lile giza, maana wazazi wake watamlisha lile giza, atakuwa ni blind. Au yeye mwenyewe akiwa na matendo maovu atakuwa ni giza. Kwa hiyo wale wanafunzi walikuwa matured, walikuwa wanaelewa huyu mtu ni kipofu, haoni. Na kuna mtu uko hapa ni kipofu, lakini ile neno linakufumbua kwenye akili zako. Kumbe anamaanisha ni kipofu huyo, kwa sababu neno la Mungu ni taa. Akamuuliza, hata azaliwe kipofu? Yesu akamjibu akamwambia, huyu hakutenda dhambi wala wanafunzi wake. Naambia sasa wanafunzi wangu, ni kweli huyu mtu amezaliwa kipofu, na upofu huwa unasababishwa na dhambi. Lakini kipofu aina hii sio kwamba ni wazazi wake walitenda dhambi na huyo alitenda dhambi. Huyo ni Mungu mwenyewe ndiye amependa azaliwe blind, asione, ili kazi za Mungu zizirike. Kuna watu pia miongoni mwetu wamefanywa kuwa vipofu ili kulitimiza kusudi la Mungu. Nilivyosoma hapo nikaja kugundua kumbe kuna watu ni blind. Hata watumishi tunavyohubiri, jua kabisa kuna watu ambao Mungu mwenyewe amewakusudia wawe blind, wasilielewe neno, lakini anawataka waamini. Basi wewe ulipata kuzijua siri za ufalme wa Mungu, anasema ninyi mmepaswa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Mungu anakupa neema ya kuona, basi fatisha yale ambayo unayaona na uyatende kwa ufasaha. Lakini wewe ambaye ni blind, kwa ajili ya kazi za Mungu zizirike ndani yako, Mungu anakutaka siku ya leo uweze kuamini zile kazi zake. Umesikia kweli? Kwa hiyo Yesu anamwambia huyu kipofu
Anamwambia wanafunzi wake, huyu kipofu hakutenda dhambi wala wazazi wake hawakutenda, lakini amezaliwa kazi ya Mungu zizirike ndani yake. Tunaona Yesu akamponya yule kipofu. Yesu alitema mate yeye mwenyewe, akayashika, akampaka maji kwenye macho, akamwambia nenda kanawa. Yule kipofu alifungua macho akaona baada ya yeye kunawa, lakini aliyemponya ni Yesu. Walikuwepo naye hapa kwa hapa, na Yesu alimgusa macho yake akamtendea muujiza. Lakini ukija kusoma katika mstari wa 35 tunaona Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje, naye alipomwona akasema, wewe unamwamini mwana wa Mungu? Naye akajibu, ni nani Bwana nipate kumwamini? Yesu akamwambia, umemwona, naye anasema nawe ndiye. Akasema, naamini Bwana. Akamsujudia. Yesu akasema, mimi nimekuja ulimwenguni humu kwa hukumu, ili wao wasione waone, nao wanaona wawe vipofu. Baadhi ya Mafarisayo walipokuwa pamoja naye wakasikia haya, wakamwambia, je, sisi nasi tu vipofu? Yesu akawaambia, kama mngekuwa vipofu msingekuwa na dhambi, lakini sasa mwasema twaona, basi dhambi yenu inakaa. Sasa watu wa Mungu ambao mnanisikiliza, kuna vitu nataka kujifunza. Kutendewa muujiza na Yesu ni tofauti na kuokoka. Kuokoka ni kitendo cha kumwamini Yesu Kristo. Ukisoma Marko 16 mstari wa 16, neno la Mungu linasema, aaminie na kubatizwa ataokolewa, asiamini atahukumiwa. Kwa hiyo Yesu alichokuwa anatafuta kwa kipofu ni kumwamini. Ndio maana akamwambia hivi, wakamwambia, wewe wamwamini mwana wa Mungu? Lakini cha kushangaza, kipofu alikuwa kipofu kwa muda huo, anaona, anamwambia ni nani huyo mwana wa Mungu? Na Yesu yeye ndo alimponya pale. Kwa hiyo sio kila anayeponywa na Yesu anakutana naye Yesu kabisa, kamshika macho yake na alijua kabisa huyu ni Yesu, akaponywa. Alimwambia Yesu, naomba uniponye. Na anauliza umeponywa na nani? Anasema kuna mtu anaitwa Yesu, yaani amjui. Kuna watu wanapata neema, muujiza wa kuponywa, lakini sio kutendwa muujiza na Yesu kunadhihirisha kwamba umeokoka. Kuokoka ni kitu kingine na kutenda muujiza ni kitu kingine. Na kuna watu ambao wameokoka wanamjua Yesu na hawajaponywa. Wameokoka, wanasali, wamekaa katika wokovu na hawajaponywa. Ndio maana kuna tofauti, watu wa Mungu. Unakuta kuna walokole wengi ambao wameokoka, wanaishi utakatifu, wanamjua Yesu, lakini maisha yao ya uchumi ni ya shida sana. Shetani ameyapiga, hawajaponywa katika uchumi. Na shetani ameona huyu nimeshindwa kumfanya kuwa mtumwa wa dhambi, maana dhambi ni utumwa, anamfanya kuwa mtumwa wa madeni, amemhamisha. Kwa unakuta yule mtu anaingia katika utumwa wa madeni, hajafunguliwa bado breakthrough. Maana neno la Mungu kibiblia linasema Mkristo ndo atakayekopesha, sio kukopa. Maana ukikopa, maana yule aliyokopesha amekumiliki, amekutawala katika ulimwengu wa roho. Ni somo lingine lipana, sitaki kuligusia sana. Mungu akinipa neema na msukumo ndani nitakufundisha. Lakini shetani amafanya. Na kuna mwingine amjui kabisa Yesu ya kanisani aende, lakini hali yake uchumi, Mungu amemfungulia uchumi, ana magari, ana nini. Sasa unakuta huyu ambaye hajakutana na Yesu anarizika na ile maisha, ametendwa muujiza, ndo anajiona amemaliza. Naambia wewe mwenye Yesu na nini? Unaishi maisha ulokole, ni ushamba. Ulokole, yani wanaudharau ulokole kwa sababu ya ile maisha. Kwa hiyo hapo pasikuchanganye, mtu wa Mungu. Haleluya. Bwana akufanye kuona siku ya leo kwa jina la Yesu. Neno hili limekuja kwako na Mungu anataka
afungue macho yako ya roho. Nazungumza na mtu. Kuna watu wanatamani kuona, lakini shetani amekamata macho ya kiroho. Anawapa ndoto mbaya. Kuna ambao wanaota wako makaburini, kuna ambao wanaota wanakula, kuna ambao wanaota wanakimbizwa na huko, wanakimbizwa na nyoka, wanakimbizwa na mbwa, wanakimbizwa na wanyama hatari. Wanaota wako vijijini kwao wakati wameshatoka huko muda. Wanaota watu waliokufa. Macho yao yamekamatwa, nafsi zao zimekamatwa. Lakini Yesu leo anataka kuweke huru. Anasema nimekuja ili wale vipofu wapate kuona. Na ndani yangu nasikia kuna vipofu wa kiroho katika hili somo wanaenda kupona. Kuna watu wanatamani kulielewa neno, lakini kila wakisoma neno alikai hawalielewi. Huyo ni kipofu, lakini leo unaenda kuona. Kuna watu wakiota ndoto wanasahau, au wote nao wataja Mungu anaenda kuwafungua. Wanaota ndoto lakini wakiamka asubuhi wamesahau, na Mungu anaenda kufungua leo. Popote ulipo, ino mikono yako juu, niende kukuombea. Najua unanifuatilia kwa njia ya simu, unaweza kuongeza sauti yako kuweka loud au kavaa earphone. Naenda kukuombea. Inamisha kichwa chako chini, ishara unyenyekevu, nami nitaenda kuomba. Roho Mtakatifu, asante Bwana kwa ajili ya somo hili. Ewe Bwana, uliniongoza kulisema hili somo. Sikulisema kwa akili zangu, bali kwa msukumo wako. Watoto wako wamepata kusikia ujumbe ambao umenena nao siku leo. Bwana Yesu, huyu ndugu alinyosha mikono, anayenitazama, kuna aina ya kifungo ambacho kinamsumbua. Kuna aina ya giza ambalo limekamata macho yake. Katika hali ya unyenyekevu, naomba nguvu zako. Mkono wako ni mrefu, hauna mipaka. Nguvu zako zianze kumtembelea palipo. Nguvu zako zianze kumtembelea. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa ni mwaminifu. Sina mashaka na wewe Roho Mtakatifu, kwa sababu ni wewe ulisema. Asante Yesu. Wewe ulipo, pokea hizo nguvu za Mungu sasa. Weka shauku ndani yako na kiu. Weka shauku. Weka shauku. Hiyo. Acha nguvu za Mungu zipite hapo ulipo. Acha nguvu za Mungu zipite. Receive, pokea. Pokea viwango. Katika hiyo mikono Mungu akufungue. Uweze kupokea zile baraka zako za roho na macho ya kiroho ikiwemo. Kuna watu wataanza kusikia macho yakiwasha kwa sababu yametiwa unajisi kwa kutazama pornography, picha za ngono, kutazama picha ambazo hazifai, kutazama watu wakiwa uchi, kutazama mambo ya kidunia ambayo yamenajisi macho. Utaanza kusikia macho yanawaka moto. Kuna ambao macho yamenajisika kwa kuona mandoto ya ajabu. Acha Bwana ayatakase. Pokea uponyaji. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Touch now in the name of Jesus. Pokea hizo nguvu. Mungu akubariki. Kulingana na muda, wewe ambaye una shida, unaweza kunitafuta kwa namba yangu kwa njia ya WhatsApp. Mungu akubariki sana. Amen.